Unaweza pia kutufuatilia kupitia Azam TV Max app. I-download kwenye Google Play Store ama App Store upate burudani hizi unazozipata kwenye TV kupitia kiganja chako. Kule kwenye Azam TV Max app. Usisahau kufanya hivyo. Kwa wakati huu studioni tunajadili kuhusu matibabu ya wale ambao wanapata ajali za bodaboda pamoja na pikipiki, ajali za pikipiki maarufu kama bodaboda. Tunaye hapa madaktari kutoka Taasisi ya Mifupa MOI, Dr. Juma Magogo Mzimbiri. Huyu ni daktari bingwa wa upasuaji wa ubongo. Karibu sana Dr. Juma. Nashukuru sana. Lakini pia tunaye Dr. Zarina Shabai. Huyu pia ni daktari bingwa wa upasuaji wa ubongo kutoka MOI. Karibu sana Dr. Zarina. Asante. Mnaenjoy kuwa madaktari? Ni professional, wanasema noble professional. Yani professional ambayo ni ya kutunukiwa kitu fulani. Yani unaifurahia kwamba unawasaidia watu na ile shida yake inatoka. Nashinda kupata Kiswahili kizuri cha noble, lakini ni professional nzuri sana. Okay. Mpaka watu wakasema basi jitahidi ukiwa na marafiki, una rafiki daktari, awepo mmoja hapo katika wale marafiki wako, awepo tajiri na wapo pengine mwalimu. Kwa hiyo ni noble professions ambazo una enjoy kwamba unawasaidia watu. Okay. Yeah. Rafiki yangu tajiri yule pale. Yule tajiri wetu Nashukuru kufahamu. Msiondoke bila kuwa rafiki. Swali hilo kama hilo kwa Dr. Shabai hapa. Kichwa kinafunguliwa, unashughulika na ubongo kabisa. Ndio. Bila shaka yoyote ile. Bila shaka. Unaenjoy pia. Ndio. Kwa sababu ni kama wewe ambapo unaenjoy kazi yako. Naam. Uko hapa unafurahi, unazungumza na sisi. Ni kweli. Lakini kwa wakati huo tunaelimisha jamii. Kwa hivyo na sisi pale unapokuwa kwenye chumba cha upasuaji ni kazi ngumu, lakini kwa sababu kile ni kitu ambacho umekisomea kwa muda mrefu na inakuwa kwako ni nafasi ya kuweza kusaidia kubadilisha maisha ya mtu. Kwa sababu anavyokuja na lile tatizo na wewe unavyofanya kile kinachotakiwa kufanyika kwa usahihi wake, ina maana atakapotoka pale utakuwa umembadilishia kabisa maisha yake. Okay. Kwa hiyo ni jambo la faraja kwetu sisi, kwa mgonjwa mwenyewe na kwa wanaomhudumia yule mgonjwa. Hongereni sana, tunajivunia sana. Nashukuru. Utaalamu wenu. Nashukuru sana. Hawa ambao wanapata ajali, tukienda moja kwa moja kwenye mada. Hawa ambao wanapata ajali za pikipiki ama bodaboda, endapo mgonjwa anafika hospitali, ndo amefika tu pale, nini ambacho kinaanza? Nashukuru. Pindi mgonjwa anapoletwa hospitali, especially bodaboda, cha kwanza kwa hospitali lazima utamsajili, kuchukua details zake, lakini kumbuka kuna ambao wanakuja akiwa hana fahamu. Kwa hiyo ambaye kama anafahamu tunamkimbiza moja kwa moja kwenye chumba cha dharura kwa ajili ya kuweza kumstabilize, yani kuhakikisha kwamba mifumo yake ya damu, moyo, upumuaji iko sawa sawa kwanza kabla hata hujaenda kumtibu. Kwa hiyo tunaita triage. Kwanza utamfanyia triage kujua ameumia sehemu gani ya mwili ambao unatakiwa udhibiti kwa haraka kabla hajapoteza maisha, kabla hajaelekea kwenye sehemu yako ya ubongo. Vitu hivyo ni kama vile anavuja damu kwenye mshipa wa damu, kwa utajitahidi uzibe ile mshipa wa damu inayovuja, ujaribu kuweka pressure yake ikae sawa sawa. Alafu kama upumuaji wake hauko vizuri vile vile utajaribu kuangalia njia kama kuna kitu amekimeza kutokana na ile ajali kwenye mfumo wake mfumo wa hewa, au mapafu yake labda pengine yamepasuka mbavu, anashindwa kupumua vizuri, umweke kwenye mashine. Utapomstabilize, huko ndo tunaita kustabilize. Baada ya kumstabilize sasa, vipimo vyake vya pressure vimekaa sawa, mzunguko wa damu umekaa sawa, ndo hapo unaingia sasa kwenye matibabu ya upande wa ubongo. Na ndo hapo sasa tunaweza kusema kwamba mgonjwa akafanya CT scan au akafanya X-ray kwa haraka ili tuweze kujua kinachoendelea ndani ya ubongo wake. Ni wagonjwa kwa tathmini tu ya ujumla bila kutaja takwimu rasmi, ni wagonjwa kiasi gani ambao
wanaofika Moi wakiwa wamepata athari ya moja kwa moja kwenye ubongo kutokana na ajali za pikipiki? Unajua ajali za pikipiki zina kitu kimoja ambacho ni mahsusi kwa pikipiki, sio sawa na vyombo vingine vya usafiri. Anayeendesha pikipiki au ambaye amepanda pikipiki, yeye ndio bodi, hana kinga nyingine yoyote, sio kama mtu ambaye yuko kwenye gari au kwenye chombo kingine ambacho kimefunikwa. Kwa hivyo ina maana hata akipata ajali au akiumia kwa namna yoyote, ina maana ile impact ya kwanza ni moja kwa moja kwenye mwili wake. Kwa hivyo asilimia kubwa ya wanaopata majeraha ya kutokana na ajali za bodaboda lazima atakuwa aidha ameumia kwenye viungo vya kama miguu, mikono au kwenye kichwa, kwenye ubongo. Kwa hiyo ni asilimia kubwa sana wanapata majeraha ya ubongo kutokana na ajali za pikipiki. Sasa na ndio sababu pengine hata baadhi ya hospitali nyingine zinakuwa na wodi maalum za waliopata ajali ya bodaboda ama pikipiki, ili iwe rahisi pengine kuwahudumia kwa namna hiyo ambayo umeeleza. Inawezekana. Sawa sawa. Kwa kuwa ni jukumu lenu na mnakuwa mkiwahudumia mara kwa mara, mweza kutuambia tu pengine kwa siku huwa mnapokea wangapi, lakini kwa mwezi na hata takwimu iliyopo kwa sasa? Kwa sisi Moi ndo naweza kusema ndo hospitali ya rufaa kwa nchi nzima. Lakini kumbuka kuna wenzetu wengine mikoani pia kwenye hospitali za mikoa na za kanda ambao pia wanapokea wagonjwa. Lakini hata ukienda kwenye hizo hospitali za kanda na Moi, bado asilimia kubwa wanaokuja katika emergency department ni ajali za bodaboda. Kwa siku tu, kwa mfano tukikaa tunasema call, nimeenda kukaa leo zamu kwenye upande wa emergency pale, tunaweza kuwa tunapokea wagonjwa takriban pengine 50 kwa siku nzima. Na katika kwa Moi tu. Kwa Moi tu. Kwa Moi tu unaweza kupokea ajali yani tofauti, ambao wanaruhusiwa, kuna ambao watalazwa, kuna ambao watahitaji matibabu ya kufanyiwa operation kwa siku ile. Kwa hiyo unaweza kuta tukisema siku imechangamka, unafika karibia wagonjwa 20 ambao mnaweza mnawapasua kwa ajili ya kuatibu. Hao ni wa upasuaji. Wa upasuaji. Kwa hiyo kuna ambao wanakuja tu labda amechunika mchubuko, nenda nyumbani, ambao amevunjika mkono na kichwa pia kimeumia, lakini anaambia mkakae wodini tukuangalie kwa masaa 24 au 48 kwa masaa kadhaa. Na kuna ambao wameumia kichwa, hana cha kumpasua lakini hali yake ni mbaya, anapelekwa ICU. Kwa hiyo wale ambao tunawapasua wanafika karibia 20. Sasa nyingine inafika kwa idadi hiyo. Nakumbuka siku almost, lakini kuna siku ndio nimesema ile kwamba kuna siku imechangamka. Kwa kuna siku nyingine wanakuwa wachache. Kuna siku nyingine wanakuwa wamepungua. Hii inaonyesha changamoto ni kubwa sana katika jamii. Hizi ajali ni nyingi sana katika jamii. Kama Moi tu wagonjwa ni hao, na bado kwenye hospitali nyingine hao ambao wanapata ajali pia wanapokelewa. Changamoto ni kubwa sana. Tena hapo ni baada ya tunashukuru pale viongozi wetu wa hospitali walianzisha training kwenye hospitali za kanda hizi za wilaya, kwa maana Kinondoni, kwa maana ya Mwananyamala, Ilala, kwa maana ya Amana pamoja na ile ya Temeke, kwamba tuliwawezesha wale madaktari wa upasuaji wa jumla, tunaita general surgeons, wawe na uwezo wa kufanya pia operations za kichwa. Yani kwa zile ajali zile ambazo wanaweza kufanya za haraka. Kwa hiyo kumbuka hapo kuna wengine wanatibiwa kwenye hospitali za pembeni. Na kumbuka hapo kuna wengine hawajaweza kuwafikia nyie. Kwa hiyo tatizo ni kubwa. Ukizungumza tu Moi kama Moi, picha ya Moi, hiyo ndio picha unayoipata, lakini kuna grupu kubwa la watu ambao wameshindwa kuwafikia kwa sababu ya umbali au kwa sababu huko wanapotokea ametibiwa kwenye hospitali zile za kiwilaya. Kwa hiyo inaonekana tatizo ni kubwa. Takwimu, kuna haja ya kuwa na kwa takwimu ya kitaifa ya kuweza kurekodi ajali zote zinazotokana na bodaboda. Kwa tunaamini figa inaweza kawa ni kubwa zaidi ya hii. Na kuna wale ambao wanafariki pale baada ya ajali. Sahihi kabisa. Ambao hata hawafiki hospitali. Sasa matibabu hayo yanaweza kuchukua muda gani? Hasa kwa yule ambaye sasa mnakuwa mmemfanyia upasuaji wa ubongo wa kichwa. Matibabu inategemea na jinsi gani ameumia.
kuna ambao wameumia, atafanyiwa upasuaji lakini atapata nafuu haraka, kwa hiyo anaweza akaruhusiwa ndani ya leseni mpaka wiki moja. Lakini kuna wale ambao licha ya kufanyiwa upasuaji au hata kama hajafanyiwa upasuaji, kutokana na jeraha alilopata kwamba ameumia sana kwenye ubongo na mfumo wa fahamu, kwamba ndo hao ambao nakwambia daktari wanakaa kwenye ICU. Ni wagonjwa ambao wanakaa hospitali kwa muda mrefu, wengine mpaka miezi, kwa sababu hata katika uponaji wake unakuwa ni wataratibu sana. Kwa hivyo atakaa, na wengi unakuta anapoteza uwezo wa kufanya vitu karibia vyote au vingi. Kwa hiyo hata anavyoanza kupona, vitu vingi ni kama mtu ambaye anajifunza upya namna ya kufanya mambo ambayo zamani alikuwa anaweza kuyafanya. Kwa hiyo ni wagonjwa ambao hata matibabu yao hayaishii tu pale ICU. Atakaa ICU muda mrefu, baadaye ataruhusiwa, ataenda kwenye wodi ya kawaida, baadaye itabidi aanze kupatiwa mazoezi tiba na ile matibabu ya utengamavu rehabilitation, ili kusudi aweze kupata uwezo wa kufanya baadhi ya vitu. Na kuna wengine inabidi lazima hata na wale ndugu na familia tuseme wanaomzunguka lazima pia kabla ya kumruhusu, mnatumia muda kukaa nao, kuwaelekeza namna ya kumwangalia atakapokuwa nao nyumbani, kwamba kuna vitu vingine anaweza akafanya ambavyo wanatakiwa labda wasiogope au wasishtuke, namna ya kumsaidia, vitu gani labda vikitokea inabidi lazima kumrudisha hospitali kwa haraka. Kwa hiyo inakuwa ni process, sio kitu cha mara moja. Okay. Na hivyo ukifikiria kupasua kichwa sio kitu chepesi. Ni kweli kabisa. Sio kitu chepesi, lakini siku hizi kuna ukuaji wa teknolojia. Kuna ukuaji wa teknolojia. Au inategemea na tatizo. Ndio hicho ninachosema kwamba kuna teknolojia, kuna upasuaji, kuna kila kitu, lakini kinachopelekea kuwafanya uamuzi wa aina ya matibabu na huyu mgonjwa atachukua muda gani kupona, kama atapona, ni jinsi gani ameumia. Sasa kutokana na wingi wa hawa ambao wanakuja, watu 50 ni wengi kila siku. Moyo inatosha? Inajitosheleza? Moyo hajitoshelezi. Swali zuri sana. Na kutokana na hili ndio maana imepelekea kwa kuna mkutano mkubwa wa kitaifa, wa kimataifa, ambao tumebahatika kama nchi kuwa wenyeji. Mkutano wa kwanza kimataifa ulifanyika Dubai. Sisi tumebahatika kuwa waandaaji wa mkutano wa pili wa kimataifa wa vyama vya shirikisho la vyama vya madaktari wa upasuaji wa ubongo kwenye section ya ajali. Dhumuni la kuja kuleta mkutano huu, na tena katika nchi za Afrika ambazo ndio nchi za uchumi wa kati na wa chini, lengo lake lilikuwa ni kujaribu kuleta usawa wa kimatibabu kwa watu wote, health equity, na kwa uharaka zaidi, yani kupromote uharaka, kwa sababu watu wanaofika hospitali wengi wanakuwa wamechelewa. Paka unakuta amepata ajali, zile logistics paka ameenda kupeka sijui PF3, paka amekuja hospitali, wanakuwa wamechelewa. Kwa hiyo dhumuni la mkutano ni kujaribu kuweka usawa, uharaka wa kimatibabu na gharama nafuu. Kwa hiyo unawakutanisha wadau tofauti, unawakutanisha wadau ambao ni wanasiasa, madaktari bingwa wa upasuaji, wataalamu wa afya, health professionals, watafiti, kuna manesi wanakuepo, alafu kuna watu wa utengamao, physiotherapists watakuja, kuna wadau kama kampuni ya utengenezaji wa helmet, kofia ngumu, watakuja kwa ajili kama vile ni prevention, tunaita ni sehemu ya kinga, ambayo wizara imekuwa ikisisitiza kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hiyo watakuepo kwenye mkutano, na tumebarikiwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atakuwepo kwenye mkutano kwa ajili ya kufungua na vile vile kwenda kuanzisha chama maalumu cha matibabu ya wagonjwa kama hawa. Kwa nchi kama nchi tunahitaji sana vile vile kuzalisha professional wengi zaidi kabisa wa kada hii ya neurosurgery. Kwa kuna haja kwa inspire vijana wanaosomea udaktari au wanaosomea kwenye sekondari waweze kujiunga kwenye kada zetu huku, ili tuwe wengi wa kutosha, tusambae kwenye hospitali za mikoa na hospitali za wilaya. Na shukrani za kipekee ziende kwa Mama Samia pia na serikali yake kwa ujumla, waziri wa afya pamoja na viongozi wengine, kwa sababu CT scan
ambao kwenye miaka 2000 ilikuwa haipatikani. Yaani ilikuwa unaipata kwenye sehemu chache sana, ilikuwa Dar es Salaam, tena labda hospitali moja hivi. Haikuwa rahisi kwa kweli. Mpaka miaka 2000 inavyoanza ile. Lakini sasa hivi zimekuwa karibu katika kila mkoa. Unapata CT scan. Na kwenye baadhi ya mikoa hata kwenye wilaya unapata kuna CT scan. Ambao ni chombo muhimu sana hiyo teknolojia kwa nazungumza katika kugundua kwa haraka ile damu imevuja upande gani na nifanye operation sehemu gani. Sana. Huu mkutano nimeufikiria na kutazama kwa jicho la tatu, ni mkutano muhimu. Lakini umetaja makundi ya watu watakaoshiriki. Sijasikia namna ambavyo utakavyokwenda kuwagusa wananchi wa kawaida kabisa. Aidha katika matibabu, lakini hata katika elimu, ukizingatia wanakuja pia madaktari bingwa kutoka nje ya nchi. Wananchi bado wanafaidika kwa sababu ukiachana na zile siku chache za mkutano, tuna vitu vingine ambavyo pia tunavifanya vinavyoendana na huo mkutano. Tuna matembezi, tumeita charity walk, ambayo haya ni katika kuhamasisha jamii ili kusudi madereva wetu wa bodaboda waweze kuvaa helmet, na kauli mbiu yetu ni vaa helmet, ubongo hauna spare. Hiyo ndo kauli mbiu yetu. Ni kweli ubongo hauna spare. Hakuna spare ubongo. Kwa hiyo vaa helmet ili kusudi uweze kukinga ubongo. Sawa. Pia tuna kambi za matibabu ambazo hivi tunavyoongea zimeshaanza katika baadhi ya hospitali za kanda. Benjamin Mkapa kuna kambi ya matibabu inaendelea. KCMC kuna kambi ya matibabu inaendelea. Pamoja na mpaka hii wiki ishe, mpaka wiki ijayo, mpaka tutakapofika kwenye kipindi cha mkutano, kwenye hospitali za kanda wananchi watakuwa wanapatiwa matibabu ya matatizo mbalimbali yanayohusiana na ubongo na mishipa ya fahamu. Na kuna timu za madaktari bingwa kule ambazo wanaendesha kambi hizi. Kwa hivyo wananchi wanafaidika kwa namna hiyo, na pia ukiangalia deliberations tuseme zitakazotoka kwenye ule mkutano, maazimio yatakayotokana na yatakayojadiliwa ndani ya ule mkutano bado yatakuja kuathiri moja kwa moja maisha ya mtu wa kawaida, kwa sababu ni vitu ambavyo vitalenga kubadilisha mtazamo wa jamii kwa ujumla wake. Sasa kama tutaweza kuwahamasisha vijana wote ambao wanaendesha bodaboda kuvaa helmet na kujikinga kwa namna nyingine na kuendesha kwa njia ambazo ni salama, nadhani tutakuwa tumepiga hatua kubwa katika kukontrol hili tatizo. Dr. tukiwa tunaelekea kwenye mkutano huo, tunataraji kuwa na matokeo chanya ya mkutano, matokeo chanya ya charity walks na hizo kambi zilizowekwa katika maeneo tofauti. Ni kipi ambacho namwachia Mtanzania yule ambaye sasa anataka kutoka alipo na anaenda kupanda bodaboda bila kuvaa helmet? Ni waase tu, kwa sababu kuna nchi ambazo kama Cambodia ni nchi ambayo ilifanikiwa sana kwenye, waliweka sheria ya helmet, wanaita helmet law, ambayo ilifanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kwenye kuzuia ajali zitokanazo, ajali kwa ubongo yani, ambazo zinatokana na kutokuvaa helmet. Mimi ni waase Watanzania wenzangu, ni bora kukafanya utii wa sheria bila shuruti, wanasemaga polisi. Kwa sababu ukifanya hivyo pia unajizuia mwenyewe, kwa sababu ajali inaweza kumkuta mtu yoyote. Bodaboda ina ile wanaita multiplier effect. Inaweza kawa yule bodaboda mwenyewe anaendesha, ama anaweza kawa ni yule aliyempakia. Kwa sasa wote nasisitiza ni kwa maana kwamba dereva wa bodaboda na abiria wake ni vema wakawa wanavaa helmet. Kwa sababu hata kama hujaje ukamatwa na polisi, wewe ukija ukaanguka tu kwenye zile njia ukajigonga kwenye zile kuta za pembeni za barabara, kusema kweli pale wenyewe wanasemaga unaweza hata usiombe maji saa nyingine. Na hata ukija ukifika hospitali wanasema hivyo. Kwa maana kwamba unakuwa yani unaweza ukafa pale au kaumwaga ubongo pale. Na kama wanavyosema ubongo hauna spare, ule umwagika pale, hatuna namna sisi za kurejesha. Kwa utapata na ubongo ulivyoumbwa, kila sehemu ya ubongo inakuwa ina kazi maalum. Sawa. Ukiendelea kuzungumzia ubongo, mimi unazidi kunifikirisha. Yaani kadri tunapozidi kuongea, amani yangu inapungua.
Ila tuwapongeze kwa mara nyingine kufungua vichwa vya watu na kuangalia vilivyomo humo ndani kila siku. Sana. Na kuelekea mkutano huo kwa kweli. Tuwatakie pia kila laheri katika huo mkutano, bila shaka utakuwa na matokeo chanya. Tumekuwa naye hapa Dr. Juma Magogo Mzimbili, ni daktari bingwa upasuaji wa ubongo kutoka Taasisi ya Mifupa MOI, sambamba na Dr. Zarina Shabai ambaye pia ni daktari wa upasuaji wa ubongo Taasisi ya Mifupa ya MOI. Tunawashukuru sana. Kwa kumalizia, hivi ni kweli kwamba wakifika kule amfikiri mara mbili? Nishwa? Bahati nzuri mkurugenzi wetu alitolea ufafanuzi kwenye habari, na mimi niseme tu nawashukuru Azam TV na tunashukuru wanahabari wote kwa ujumla kwa kutusaidia kwenye kuelimisha jamii, na naomba msituchoke hata kwenye ile charity walk, tunawakaribisha kwenye matembezi, mje tupe ile airtime tuweze kuwaonyesha watu kwa ujumla, watu wakivaa helmet na wanapendezaje. Kwa hiyo tutafanya walk tukiwa tumevaa helmet. Kabisa.